Leo tuko rasmi kwa ajili ya hizo consolidation business, clearing forwarding agent, lakini na shipping agents. Wakati wa kutoa leseni na hivyo vyeti vya usajili, tumekuwa tukiona changamoto na mapungufu mbalimbali. Kwa tukasema ni bora tuwatembelee wadau wetu ili tuweze kujua changamoto zao hasa ni nini. Yaani kwa nini tunaomba leseni kwenye mfumo, lakini unakuta mtu unamrudishia ile leseni yake zaidi ya mara moja. Yaani kwamba unamwambia umekosea kitu hiki na bado anakosea tena kitu kile kile. Kwa tukaona watu wanahitaji uelewa na tuambie sheria ambazo zinawasimamia ili waweze kuzipitia na kuzielewa vizuri kabla hawajaanza kuomba leseni. Ndugu wadau, kipekee ni washukuru kwa kukubali kuja kushiriki katika kikao hiki muhimu. Kwenye kikao hiki tutaweza kuelezwa hayo masharti na mahitaji ya leseni za wakala wa meli, wakusanyaji na watoanyaji wa mizigo midogo na vyeti vya usajili kwa wakala wa forodha. Pamoja na elimu tutakayoipata kuhusu maeneo hayo niliyoyataja ambao kwa leo yataelezwa kwa undani, napenda mfahamu kuwa TASAC inatoa leseni kwa watoa huduma mbalimbali bandarini, uhakiki wa mizigo ambao ndio ship filing, ila tunatoa pia kwa our terminal operators, wakala wa meli na wakala wa forodha. Tunawapa certificates, leseni zinatolewa na TRA na ndio maana tulimhitaji mtu wa TRA awepo. Lakini pia tunatoa leseni kwa wale wakusanyaji wa mizigo midogo. Hapo naanza ni kidogo niongelee kwa urefu kidogo, kwa sababu nashangaa kwa nini Mwanza hatuna watu wa hizi huduma. Lakini nikiangalia mazingira ya Mwanza hayatofautiani na Kigoma. Kigoma tunao watu wa huduma ndogo hizi kama watu wa 4 au 5. Yaani kwa kitaalamu tunawaita consolidators and deconsolidators. Yaani wale kwamba mimi nataka kupeleka mzigo lakini sina uwezo wa kupeleka mzigo mkubwa. Lakini kuna mtu ambaye kwamba anatusaidia sisi wale wadogo kupeleka ule mzigo mkubwa, labda let's say Uganda au Kenya. Lakini yeye ndo anatengeneza document, anafanyaje na kusafirisha huo mzigo. Ila kwa Mwanza najua mizigo hii inasafiri, lakini itakuwa inasafiri katika ule utaratibu ambao sio sahihi. Yaani ni ile kwamba mzigo utaenda kwamba huu mzigo ni wa Mwita, lakini kumbe huu mzigo wa Mwita ndani yake kuna mzigo wa Ana, kuna mzigo wa Asha, kuna mzigo wa Joni, kuna mzigo wa Juma, lakini huyo Joni na Ana hawana document yoyote. Na matokeo yake ni kwamba ule mzigo ukipotea, huyo Ana hana ushahidi wowote kwamba na yeye alikuwa na mzigo wake kwenye huo mzigo wa Mwita. Na maana Mwita akifanya uhuni anaweza kuwadhulumu watu wengine wote ambao walikuwa wamesafirisha mzigo pamoja na yeye. Kwa jina naitwa Hamidu Komba, ni afisa mwandamizi udhibiti usafiri kwa njia ya maji. Leo hii tuko hapa mkoani Mwanza, jijini Mwanza, kwa ajili ya kuwaelimisha watu wa huduma ambao wanakuwa regulated na TASAC au shirika la wakala wa meli. Kama nilivyofanya wasilisho langu la wakala wa forodha, nikiwajengea uwezo zaidi kwenye sheria, kanuni na taratibu ambazo tunazitumia katika kuwadhibiti. Nadhani mnyi wenyewe ni mashahidi, tumeona pale namna ya challenge ambazo tunazipata toka kwa watu wa huduma hawa. Lakini pia tumejaribu kuelezea endapo anapokuwa amefanya non compliance na sheria pamoja na kanuni, basi anawajibika kupata adhabu pamoja na penalty. Mathalan, kama atakuwa haja meet zile requirements ambazo zinatakiwa, basi mtoa huduma huyu anatakiwa kupata penalty ya kati ya milioni 20 mpaka milioni 40. Lakini pia kifungo kisichokuwa chini ya miaka 2 mpaka kisichozidi miaka 5. Lakini sio hivyo tu, hata kama atakuwa tumepita kwenye ukaguzi na tukagundua kwamba ameweka leseni ambayo ni feki, basi anakuwa entitled kupigwa penalty ya kati ya milioni 1 mpaka milioni 10. Kwa majina naitwa Fatuma Masenene, ni manager shipping services kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kuiwakilisha TASAC kutoa elimu kwa wadau wetu wa Mwanza kutokana na shughuli ambazo wanazifanya. Kwa hapa Mwanza tunao mawakala wa meli, tunao mawakala wa forodha, lakini
tunazo bandari na tunao waendeshaji wa bandari. Kikubwa kilichotuleta hapa kwanza ni kujenga mahusiano kati ya regulator TASAC lakini na watoa huduma wetu. Kingine ni katika kutoa elimu kwa hao wadau ambao tunawasimamia ili waweze kufuata sheria na kuzizingatia. Wakati wa kutoa leseni tumebaini mapungufu tofauti kwa hao watu ambao tunawasimamia, na tukaona kwamba itakuwa kwamba wanakosa elimu ya kutosha ili waweze kufanya zile kazi zao sawa. Na tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwa watu wanaopokea huduma za hao watu ambao tunawahudumia. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tufike Mwanza tuweze kutoa elimu na hao watu waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi kwa kuzingatia sheria na taratibu ambazo tumejiwekea. Mimi naitwa Anselm Namala, ni mkuu wa sehemu ya masoko na uhusiano kwa umma kutoka Tashiko. Leo hii Tashiko tuna furaha kuwa hapa. Tumepata mwaliko na shirika la wakala wa meli TASAC, na lengo la kuwa hapa ni kujengewa uwezo kuhusiana na masuala kadha wa kadha yanayohusiana na usafiri kwa njia ya maji, na kwa leo ni katika eneo la meli, na tumepata elimu kubwa kuhusiana na masuala ya wakala wa meli, na kuhusiana na masuala ya wakala wa forodha, na kuhusiana pia na masuala ya cargo consolidation au ile shughuli za kukusanya mizigo midogo ambayo mwisho wa siku itasafiri kupitia vyombo mbalimbali vikiwemo vyombo vyetu vya Tashiko. Kwa kama Tashiko ni jambo zuri sana kuwa hapa na tumepata elimu. Hii elimu inatusaidia kuweza kutoa huduma nzuri kwa wateja wetu, kwa maana tunapokuwa na wadau wetu ambao ni mawakala wa forodha, mawakala wa meli na wakusanya mizigo, tunakuwa na uelewa sawa wote. Tunaelewa vizuri nini kinatakiwa, taratibu zinazotakiwa kufuatwa, kanuni na sheria. Hivyo uelewa wa sisi wasafirishaji na mawakala unatufanya tunakuwa katika nafasi ya kumhudumia mteja wetu vizuri zaidi. Tunawaambia wateja, consignee, importer au exporters au wanaofanya transit waone mawakala wa forodha ambao wamesajiliwa na wale leseni. Wana mifumo yote, wanajua taratibu zote, na kabla mzigo haujafika TRA kuna taasisi mbalimbali za udhibiti kama Tanzania Bureau Standards, kama Atomic, kama madini, fisheries. Kwa lazima wakipita katika hiyo mifumo au wakija kwa wakala wa forodha atawaelekeza kwa ajili ya vibali kama hivyo, alafu sisi ndio tunamalizia kwa ajili ya kupeleka TRA au custom either mzigo unaoingia au unaotoka. Uwezo unaweza ukatusaidia kwa kiwango kikubwa katika utendaji wetu wa kazi, kwa sababu sisi kama CFA tunapokuwa tunaendelea na kazi zetu za kufanya clearing, tunahitaji kupata mafundisho kama haya ili tuweze kutatua baadhi ya changamoto mbalimbali zinazokuwa zinajitokeza kati yetu sisi na wateja tuliokuwa nao. Hawa ambao wanasafirisha abiria pamoja na mizigo, sheria yetu haiwaruhusu kufanya hicho kitu kama wanavyofanya. Kuna taratibu ambazo zimewekwa. Tunao idara ambayo inasimamia usalama na safety and security. Usalama na si ukiweka kwa Kiswahili kwa kidogo inaleta changamoto. Ila safety and security ya usafirishaji wa mizigo na meli na abiria, lakini pia kumekuwa ukaguzi ukifanyika kuhakikisha kwamba wanafuata taratibu ambazo zinatakiwa. Na bahati nzuri kwamba kila mkoa wenye maji tuna ofisi na wakaguzi wa meli ambao wanahakikisha kwamba wamekagua meli inavyoondoka iwe imepakia kama ambavyo sheria inaitaka ifanye.